kuabudiwa ni wewe, ni wewe, ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe, ni wewe, ni wewe, wa kupewa sifa ni wewe, ni wewe, ni wewe, wa kupewa sifa ni wewe, ni wewe, ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe, wa kupewa sifa, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, uimba ni wewe, ni wewe, Yesu wa kuabudiwa ni wewe, ni wewe, ni wewe, wa kupewa sifa ni wewe, wa kupewa sifa, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, ni wewe Yesu, ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe, ni wewe, ni wewe, wa kupewa sifa ni wewe, wa kupewa sifa, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, ibari wewe Yesu, wa kuabudiwa ni wewe, ni wewe, ni wewe, wa kupewa sifa ni wewe, wa kupewa sifa, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, Yawe ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe, ni wewe, ni wewe, wa kupewa sifa ni wewe, wa kupewa sifa, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, Yawe ni wewe, ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe, ni wewe Kristo, ni wewe, wa kupewa sifa ni wewe, wa kupewa sifa zetu, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, Baba ni wewe Yesu, ni wewe, Baba wa kuabudiwa ni wewe, ni wewe, wa kupewa sifa ni wewe, wa kupewa sifa zetu, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Paza sauti yako tukamshukuru Mungu atufungue akili zetu, roho zetu tunapoenda kulisikia neno lake, maana neno lake ndio uzima wetu, neno lake ndio uhai wetu, neno lake ni taa ya miguu yetu, hatua zetu na miongozo ambayo tunahitaji kutoka kupitia neno la Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, wewe Baba umejaa rehema na utukufu, tunanyenyekea saa hii mbele za kiti chako cha rehema, upate kuzungumza nasi kupitia Roho yako Mtakatifu tunapoenda kujifunza neno lako ambalo limebeba hatima ya maisha yetu. Ndio maana Bwana
tunanyenyekea kwako, tukihitaji mguso wako, tukihitaji neema yako, tukihitaji fadhili zako, tukihitaji hiyo damu ya Yesu iliyotupatanisha na Mungu ipate kurejesha afya njema, irejeshe mamlaka kamili, nguvu, neema na uweza juu ya maisha yetu. Tumesimama saa hii Bwana, tukinyenyekea kwako, tukitambua thamani ya damu ya Yesu iliyotupatanisha, iliyotuweka huru, iliyotupatanisha, iliyotununua kwa damu ya thamani na kutuweka panapo nafasi. Ndio maana umesema niiteni nami nitawaitikia, nami nitaonyesha mambo magumu. Maana umesema ikiwa watu wangu hao walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kutubu na kuacha njia zao mbaya na kuacha kutenda mabaya na kutafuta kutenda mema, ndipo utaonekana kwetu, asema Bwana. Nasi tumesimama saa hii Bwana, tunatambua wewe ni Baba, tunatambua wewe ni mtakatifu, tunatambua wewe ni Mungu mkuu, hakuna Mungu kama wewe. Ndio maana tunashuka penye kiti chako cha rehema, tukiita damu ya Yesu kwa ajili ya ufunguo wa kufunguliwa akili zetu, maarifa yetu, nia zetu zipate kukuelekea wewe, tujue kukuabudu panapo pale katika ile sifa inayokustahili kama Baba. Tunakushukuru kwa ajili ya mtazamaji anayetufuatilia, Mungu wetu. Najua Mungu kupitia neno hili utaenda kumgusa mtu huyu, utaenda kumbariki mtu huyu. Hata asante kwa ajili ya watu hawa, maana ninajua una mapenzi mema juu yao, nao watakuwa vichwa wala si mkia, maana wewe ni Mungu na umewachagua. Na umesema sio ninyi mlionichagua, bali mimi ndio niliowachagua. Tunatamani kukuzalia matunda, tunatamani kukujua, tunatamani kukaa katika uwepo wako. Tusaidie Jehova, tufungulie milango ya mbingu ama dirisha mbingu, tuone baraka zako katika ibada hii, katika neno. Achilia ufunuo wa Roho Mtakatifu ufurike juu yetu saa hii tunapoenda kujifunza. Tupe roho ya hekima, tupe roho ya maarifa, tupe roho ya kutamani kukaa ndani yako na kuishi ndani yako, ndipo tutaona baraka, nguvu, neema, furaha ikimiminika katika maisha yetu. Ninamwombea kila mmoja aliyoko mahali hapa, mkubwa kwa mdogo, kila mmoja Bwana, mpe roho ya usikivu na neema na aweze kupokea hiyo baraka. Ni katika jina la Yesu Kristo, ninaachilia damu ya Yesu katika anga hili ikapate kufunika watoto wako. Adui asije akaiba mbegu hii, adui asije akaondoa mbegu hii, maana ni mbegu yako, unatamani ikapate kumea na kuzaa matunda. Katika jina la Yesu ninaubariki, ninaufunika kwa uwepo wako na wingu lako, katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja pumzi aseme amen. Sema amen. Hallelujah. Haleluya. Karibu katika ibada yetu ya pili katika mwaka mpya 2026. Tunaendelea kujifunza neno la Mungu lililobeba hatima ya maisha yetu. Sema hatima ya maisha yetu. Hatima ya maisha yetu. Kumbuka kauli mbiu ya mwaka huu ni kuishi ndani ya nuru ili uweze kupokea neema tele, furaha tele, baraka tele, mafanikio tele. Maamuzi ni yako. Kwa hiyo leo tuko katika somo hilo linaloendelea, kwa sababu tulianza na kutafuta katika kitabu kile cha Amosi 5, imetuelekeza katika kutafuta. Anasema takeni mema wala si mabaya, tafuteni kutenda mema ili Bwana Mungu apate kuwa pamoja nasi. Kwa hiyo katika kutafuta kuna hatua za kuchukua, kuna mambo ya kuachana nayo na kuna mambo ya kuambatana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Tukaangalia juu ya upendo wa Mungu, na ule upendo wa Mungu tulisema mambo manne, tukasema mambo matatu ya msingi. Tukasema ukisha tambua upendo, chagua upendo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tazameni ni pendo la namna gani alilotupenda nani? Baba. Tukuitwa wana, anasema ndivyo tulivyo. Kuitwa mwana haikuwa si kwa sababu ya mapenzi yako, bali ni kwa sababu ya yeye aliyekupenda, akakulipia gharama kubwa. Tuliangalia hilo somo, tuliona jinsi gani Yesu alivyokuwa bize, Mungu akiwa ndani ya Yesu kujipatanisha na ulimwengu kwa sababu ya mwanadamu. Sema amina. Kwa hiyo tukaangalia upendo, tukasema kama ukishaona upendo wa Mungu umefunuliwa kwako katika kitabu cha Warumi 5, tukaangalia ule mstari wa 8. Tulipokuwa katika hali ya dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Lakini
Yohana akatufunulia, tukaangalia pia katika Injili ya Yohana jinsi wiki iliyopita, akasema tazameni ni pendo la namna gani mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zao. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo tuliona ni nguvu ya upendo. Na nikasema chagua nini? Upendo. Ishi ndani ya nini? Upendo. Alafu vaa upendo. Haleluya. Utaona mabadiliko yanayozaliwa ndani yako, yatakayoleta hatima ya Mungu juu ya maisha yako. Amen. Kwa sababu kuchagua upendo maana yake unachagua upendo uliobeba amri na sheria. Yesu akasema amri mpya na nawapa, mpendane kama mimi nilivyowapenda. Kwa nini aseme amri na wapa? Kwa sababu upendo kama kifungo, upendo kama sheria imebeba baraka ya uzima tena. Imebeba uzima lakini na nini? Na mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Tuliangalia kwa wale waliokuwepo katikati ya wiki yale masomo yale ni muendelezo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndani ya Zaburi ya 36 mstari wa 9 anasema ndani ya Mungu kuna nuru, na ile nuru inaleta furaha ndani ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana katika Yesu akasema amani ni wapayo si kama ulimwengu ufanye nini? Utoavyo. Anasema amani yangu inapita fahamu za wanadamu. Amani yangu inapita huzuni za wanadamu. Amani yangu inawafariji hata pale unapokuwa katika mambo magumu. Maana yake nini? Kwa sababu aliyekuumba anajua nguvu yako, anajua udhaifu wako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema amani yangu niwapayo si kama ulimwengu utoavyo. Pokeeni amani ya Kristo ipitayo fahamu yote, ili uweze kutembea katika ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Uweze kuishi katika ahadi ulioandikiwa tangu kuumbwa kwa misingi ya nini? Ya ulimwengu. Kwa nini? Kuna hatima ulioandaliwa. Na adui anafanya kila namna kuchelewesha hiyo hatima isidhihirishwe ndani ya maisha yako. Ndio maana leo ataleta hivi, ataleta hivi. Lakini tukijua tuna Mungu anayetupenda, tukimpenda atafanya mambo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tukajifunza jiunganishe na nguvu ya nuru ili ilete nguvu ya kiungu ndani yako. Lakini leo tunaangalia somo lile lakini mwendelezo tofauti. Nasema tafuta ufalme wa Mungu wenye hatima maisha yako. Amen. Tafuta ufalme wa Mungu wenye hatima ya maisha yako. Na tutasimamia kitabu kimoja cha Mathayo 6:33. Tutaenda ndani kidogo, kwa hiyo ndio maana nimeomba ili Roho Mtakatifu akupe roho ya ufunuo na maarifa. Sema ufunuo na maarifa katika kujua mapenzi ya Mungu. Maana tuko katika mwaka wa kumiliki na kutawala pamoja naye. Haleluya. Kitabu gani? Bwana Yesu asifiwe. Mathayo ngapi? Mathayo 6:33. Alafu tutasoma na Isaya 45 mstari wa 7. Amen. Mwenye aliyepata anaweza kutusomea Mathayo 6:33. Soma kama ilivyoandikwa. Amen. Joshua Mike. Basi utafuteni kwanza ufalme wake. Anasema basi utafuteni kwanza ufalme wake. Wake nani? Mungu. Na haki yake. Na haki yake. Na hayo yote tutazidishiwa. Na hayo yote tutafanya nini? Tutazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haki, ufalme ni nini? Ufalme wa Mungu ni utawala ule wa Mungu uliokamilishwa katika haki yote, utakatifu wote na mambo mengine yafananayo na hayo. Kama tunaposema ufalme unakuwa na nini? Na sheria, si ndio? Inakuwa na katiba, inakuwa na miongozo ambayo ndio inaongoza ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapotafuta
kujua ufalme wa Mungu ni kama tunataka kumjua Baba alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Alivyo katika utakatifu wake, alivyo katika kushikana na sheria zake, maana neno lake ndio sheria yake. Bwana Yesu asifiwe. Na analiangalia neno lake ili apate kufanya nini? Apate kutimiza. Maana yake nini? Hatoki nje ya sheria yake. Anaishi ndani ya sheria alizoziweka. Ndio maana anaposema iweni watakatifu kama Baba yenu alivyo mtakatifu. Maana yake hata kaa siku moja ajichanganye. Yeye ni mtakatifu sana. Sisi ndio tunajichanganya. Lakini yeye ni mwingi wa rehema, maana ameweka sheria. Ndio maana akasema kumpenda Bwana Mungu wako na kuisikiliza kwa bidii sauti yake. Maana yake anajua kuna sheria itakayokusaidia kumsogelea Mungu. Kwa nini? Yeye ni Mungu mwenye kanuni na taratibu. Amejiwekea kwa sababu yeye anaongoza dunia na vyote vilivyopo katika sheria yake. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema usifanye hivi, maana yake anataka usikwame mahali popote ili uweze kukutana naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu alipokuwa akiwaambia watu akifundisha katika Mathayo, akasema tafuteni kwanza ufalme wa nini? Wa Mungu. Lakini ametumia ufalme wake kwa sababu alishatambulisha huko. Anasema na haki yake. Na hayo yote mengine tunayotamani ni ziada ambayo iko ndani ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanawatafuta maisha ya pesa wakifikiri ndio ufalme. Ufalme uko zaidi ya hayo. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na pesa sio kosa, lakini tafuta kwanza mwenye pesa, alafu utabarikiwa fedha. Bwana Yesu asifiwe. Kwani pesa ina roho. Kwa hiyo na sasa tuko kwenye dunia ambayo ina mmiliki wake. Bwana Yesu atusaidie. Na ndio maana Yesu aliwaambia, Bwana ape sifa. Kwa hiyo katika kutafuta ufalme wa Mungu ni kujiunganisha na sera za Mungu na kukaa ndani ya hizo sera na kukubali kuongozwa, kuelekezwa, kufundishwa na sera za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye ni hukumu za Mungu, sheria za Mungu. Hukumu za nani? Na amri za nini? Na sheria za nani? Za Mungu. Kwa nini utafute? Kwa sababu kama mwana unapaswa kujua ya kupasaye kutenda ili uwe ndani ya ufalme. Ni kama vile uwe raia wa Tanzania, kuna vitu lazima ujue yaliyomo katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili usije ukakiuka. Bwana Yesu asifiwe. Maana kutokujua sheria sio nini? Sio kisingizio. Ukifanya kosa utahukumiwa, si ndio Haijalishi hujaenda shule ya sheria, sasa hiyo umefanya kosa ndio utajua kuna sheria, si ndio Lakini Mungu anapotamani tujue sheria zake ni ili tuweze kuendana na sheria. Sheria itusaidie kutukinga dhidi ya maovu. Bwana Yesu asifiwe. Sheria imewekwa kwa ajili ya kutusaidia. Anaposema usiwe na miungu mingine, maana yake anajua kuna miungu kwa sababu yeye ndiye aliumba vitu vyote. Aliumba wabaya kwa siku za ubaya na wema kwa siku za wema, si ndio? Na shetani naye aliumbwa, hakujiumba. Bwana Yesu atusaidie. Aliumbwa, alikuwa kerubi mzuri, lakini uovu ulivyoonekana ndani yake akatupwa. Atusaidie Yesu kuelewa maandiko. Ufalme wa Mungu umebeba nini? Ndani ya ufalme tunapata nani mmiliki? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mtu akikwambia tafuta kwanza ufalme wa Mungu, ni kama vile upande huko juu. Ufalme wa Mungu umejaa katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Umeelekeza kanuni, sheria, miongozo mbalimbali inayotusaidia kumkaribia Mungu. Na ndio maana Mungu aliweka sheria na amri itusaidie kumjua yeye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliweka sheria kwa sababu alijua wanadamu bila mwongozo ni rahisi wakaimbishwa. Kwa hiyo ufalme wa Mungu ni kusema ni kumjua Mungu mwenyewe katika ukamilifu na utimilifu na utakatifu. Vitu vingapi? Vitatu. Utimilifu, utakatifu na nini? Mwaminifu.
Nimetaja vitu vitatu: kumjua Mungu katika utimilifu wake, utakatifu na ukamilifu. Vitu vitatu tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema amejaa rehema, amejaa kweli, maana yake nini? Tunaposema ni mtakatifu, utakatifu wake umefungwa kwenye vitu gani? Bwana Yesu atusaidie. Amen. Mungu ni upendo. Tunaposema Mungu ni upendo, maana yake nini? Tunapoangalia Mungu upendo, kama upendo kwa upande mwingine, ni maana yake Mungu ni sheria inayetufunga kwamba lazima tumpende yeye, lazima tuwapende watu wengine. Maana anasema hakuna aliyewahi kumwona Mungu isipokuwa tutakapopendana sisi na sisi. Kwa sisi ndipo upendo wa Mungu unadhihirishwa, na Mungu anajidhihirisha katika nini? Upendo. Umeona amekupa kifungo kidogo tu cha upendo. Lakini utawezaje kuona kwamba uko katika ufalme? Kuna vitu lazima ukubali kutafuta na kuishi naye. Bwana Yesu asifiwe. Tumesema tunatamani kumjua Mungu katika utimilifu wake, ukamilifu wake, utakatifu wake. Bwana apewe sifa. Yesu alipowaambia tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia, maana yake ufalme wa Mungu hauwezi kujidhihirisha kwa mtu ambaye hajafanya maamuzi ya kutafuta na kujiunganisha na ufalme. Maamuzi haya ni kwamba lazima utubu na kugeuka. Lazima ukubali kuachana na maovu na kutafuta kutenda mema. Ndio kanuni ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kama kwa wale ambao mmewahi kusafiri kwenye ndege, hata kama ni ndani, as long umeingia kwenye ndege, kuna hatua lazima upitishwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu uruhusiwi kuingia navyo kwenye ndege. Ni kanuni. Hata ulipie kiasi gani hawaruhusu. Wanaangalia usalama wa ndege kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Yaani uruhusi kubeba kisu, uruhusi kubeba silaha, uruhusi kubeba vitu vinavyolipuka. Kwa nini? Usalama kwanza. Yaani, na hata kama unaipenda, hata kama ni perfume imezidi milimita ile, unaambiwa acha pale. Mama wakati tunasafiri kwenda Dar, alikibeba kiperfume, sijui ilikuwa ni lotion yake. Pale kwenye ukaguzi anaambia hii haipiti. Sasa unawaza inakuwaje? Bwana Yesu atusaidie. Wana sheria ambazo zina kulinda wewe. Maana kila mtu angeamua kwenda kwa sheria zake, dunia hii sijui ingekuwa wapi. Kila mtu ana mawazo yake. Lakini Mungu, kwa kuwa ni Mungu mtimilifu na mkamilifu na mtakatifu, aliweka sheria ambayo kwa wote inaweza ikawa rahisi na kwa wote inaweza ikawa ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa akili zako zote, na kwa roho yako yote, maana yake ni kufanya nini? Ni kuchagua. Ni kufanya nini? Kuchagua. Kufuata, kuishi na kutekeleza yale uliyoamriwa kufanya. Na ndio maana tukasema lazima tukubali kutubu na kugeuka. Kwa sababu ndani ya ufalme hakiingii kilicho kichafu wala kinyonge. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waongo hawataingia. Walevi hawataingia. Waasherati hawataingia. Wazinzi hawataingia. Na kila namna ya uovu hawakutaka kuwepo katika ufalme wa nini? Ndio maana anasema katika Amosi 5 tusomee 14, naona tunarejeshwa pia huko. Anasema basi tafuteni kutenda mema wala si mabaya, ili Bwana Mungu apate kuwa nanyi kama msemavyo. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Tunatafuta kukaa katika ufalme uliobeba hatima ya maisha yetu. Sema amina. Amen. Na ndipo tutaona furaha tele ya Mungu ikitimilizwa katika maisha yetu. Kwa nini? Ndani ya ufalme ndimo kuna uzima, ndimo kuna nuru, ndimo kuna baraka, ndimo kuna ulinzi, ndimo kuna mafanikio. Jambe Yesu kwa kofi na mjele. Tusomee Amosi 5 mstari wa 14. Amosi 5:14 nasema. Amen. Tafuteni mema. Tafuteni mema Wala si mabaya. Wala si mabaya. Mpate kuishi. Ili mpate kuishi. Unaona faida ya kutafuta mema? Ni kwa faida ya kwako. Sio kwa faida ya Mungu, ni faida yako. Maana Mungu
yeye amejitimiliza, yuko kamili na mkamilifu katika njia zake zote. Amen. Huwezi kusema nitamtaka Mungu hapa anguke. Ukiingia kwenye dhambi unakuwa na hatia. Bwana Yesu asifiwe. Ukirudi kwenye haki unakuwa na haki. Bwana atusaidie. Ndio maana Daudi akasema, niende wapi nijiepushe na uso wa Mungu? Niende wapi? Nikienda kuzimu upo, nikienda baharini upo, nikienda angani upo. Amen. Maana yake nini? Amekamilika kila maeneo. Ukisema utaenda kuzimu, jicho lake linaangalia mpaka kuzimu. Bwana atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Mungu hadanganyiki, Mungu hadhiaki. Amina. Apandacho mtu ndicho atakacho kuona. Ndivyo Bwana Mungu wa majeshi atakuwa pamoja nasi. Tunapotafuta mema, tunapokataa kufanya mabaya, tunapochagua kutenda mema, kumbe Mungu anapenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ametimilika katika wema wote, katika utakatifu wote, katika ukamilifu na utimilifu wote. Haleluya. Amen. Kuna ule wimbo anasema, nataka nimjue Yesu. Nataka nimjue Yesu, na nizidi kufahamu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Zaidi nifahamu nijue pendo lake, wokovu wake kamili. Haleluya. Kumjua Yesu, tuliwe kusoma wiki iliyopita, kuna kumjua kwa upana, kwa urefu, kwa kina na kwa kimo. Maneno mangapi? Manne. Ujue upana wa ukuu wa Mungu, urefu wa ukuu wa Mungu, na kimo cha nini? Wa ukuu wa Mungu, na kina cha ukuu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni vitu vya kuzingatia katika ufalme. Kwa sababu ndio maana Mungu alimwambia Musa, hakuna mwanadamu atakayeweza kuniona akaishi. Maana yake nini? Akisimama katika ile utakatifu wake, dunia yote inaweza ikayeyuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akiweka sheria yake titi, asipoweka rehema, maana yake hakuna atakayemwona Mungu. Ndio maana yake. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake sheria ya Mungu imekamilishwa katika yeye kusimamia, kwa sababu yeye afanye nini? Si mwanadamu. Anasema Mungu si mwanadamu apate kufanya nini? Kusema nini? Uongo. Maana yake akisema ndio ni ndio, akisema hapana ni hapana. Anawapenda watu wote, watu wote ni wake, lakini kuna watu wa Mungu na wana wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Kama ulipokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi, unakuwa ni mwana. Lakini kama bado hujamjua Yesu, bado neema ya Mungu inakuita, bado wewe ni mtu wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Ndio maana Biblia imetuwekea sheria ya kwamba kumpenda Bwana Mungu ni kukubali sheria yake ikae ndani ya moyo, izaliwe ndani ya moyo wako, ilete mabadiliko ya ndani kuja nje, ili ufanane na uige tabia, hulka na kanuni za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanuni za Mungu zikikaa ndani yako, hautaambiwa usifanye hivi. Maana yake sheria yenyewe itakuwa inakuongoza ndani yako, itakuwa inakuelekeza. Ndio maana ilipofika sehemu ya Daudi kujua mapenzi ya Mungu na kukaa ndani yake, ikafika tu akasema, neno lako ni nini? Ni taa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuhitaji tena taa ya dunia, alihitaji kwanza taa imulikayo ndani, ibadilishayo ndani, iletayo nuru ndani. Ndio maana Yesu akasema nini? Katika Mathayo akasema
Mwili inaongozwa na kiungo kidogo kinachoitwa nini? Jicho. Si ndio? Ndio maana Yesu akasema taa ya mwili ni nini? Jicho. Taa. Kumbe taa yako ni macho yako, si ndio? Lakini ni namna gani taa yako hiyo inaweza ikapokea nuru ya Mungu ili usiruhusu taa yako ikafa kwa kuangalia mabaya, kwa kutazama yasiyofaa. Yesu atusaidie. Anasema taa ya mwili nini? Ni jicho. Taa yako, jicho lako likiwa bovu, maana yake na maisha yako yanakuwa nini? Mabovu. Lakini jicho lako likitiwa nuru ya Kristo inayotokana na neno lake, litaweza kuona yaliyo mapenzi ya Mungu, yanayoweza kukusaidia, kwa sababu kuna kuchagua na kuna kuenenda katika njia. Ndio maana anasema kuna njia ionekanayo sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni nini? Ni uharibifu. Lakini Mungu akatupa uamuzi wa kuchagua, akasema mkabidhi Bwana njia zako na mawazo yako. Anasema mkabidhi Bwana njia zako zote, katika Methali 3:5 hadi mstari wa 6. Maana yake kuna kufuata nuru iliyo ndani ya Kristo, iliyoachiliwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Daudi aliposema katika Zaburi ya 119 mstari wa 105, neno lako ni taa, alikubali ile neno libadilishe mtazamo wake kwenda katika mtazamo wa Mungu, libadilishe fikra zake kwenda katika fikra za Mungu, ibadilishe mawazo na maisha yake kutoka katika tamaa ya mwili kwenda katika mwongozo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Daudi alijua siri. Na hiyo siri ni kwa ajili yetu sisi tuweze kumjua Mungu katika ufalme wake, katika utimilifu wake, katika kanuni na taratibu alizojiwekea ya sisi kuweza kuendana naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sheria zilioko kwa ajili yetu ili tuweze kumkaribia Mungu. Tusome hiyo kitabu hiyo cha Zaburi ya 119 mstari wa 105, na tutaenda kitabu kile cha Zaburi Isaya 54. Zaburi ya 19. Amen. 105. Unafurahia Yesu? Amen. Amen. Ndio, amen. Tusome. Zaburi 119 mstari wa 105 nasema. Ndio. Neno lako ni taa ya miguu yangu. Neno lako ni taa ya nini? Ya miguu yangu. Na mwanga wa njia yangu. Na mwanga wa njia zangu. Endelea tu kidogo hapo. Nimeapa nami nitaifikiliza kuzishika hukumu za haki yako. Anasema nimeapa. Umesikia mtu aliyetambue, aliyekubali. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu aliyekubali kukaa katika nini? Ufalme. Mtu anaposema ninaapa, si unaonaga mawaziri au wale wakuu katika serikali wanapoapishwa wanashika nini? Biblia. Si ndio? Kama ni Mkristo anashika nini? Biblia. Alafu mbaya zaidi wanaapa kwa Biblia. Mbona ungeapa bila Biblia? Bwana Yesu atusaidie. Maana yake unaapa juu ya kichwa chako mwenyewe. Maana yake hakuna atakaye kusaidia. Usipoishi kama ulivyo hapa ni hukumu ya Mungu inashuka. Bwana atusaidie. Amen. Ndio Bwana Yesu anasema usiape kwa madhabahu, usiape juu ya kichwa chako, wala usiape kwa nini? Kwa kitu chochote. Yesu atupe kuelewa maandiko. Amen. Amen. Anasema Daudi anaapa kwa maana alikubali kujenga maisha yake katika msingi ulio imara, ambaye ni Mungu, ambaye ni neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema ameapa kwa nafsi yake kuilinda, aikufanya nini? Kuzishika hukumu za haki yake. Kumbe kuna hukumu za haki ya Mungu. Amen. Zilizobebwa, zilizofungwa katika sheria, kanuni na neno la Mungu. Yesu atusaidie. Amen. Yesu atusaidie. Amen. Kwa hiyo Daudi anatambua kwamba neno lile limeingia ndani ya moyo wake, limeondoa makunyanzi, limeondoa kiburi, limeondoa tamaa mbaya, limeondoa usuda na kila namna ya uovu,
na kuleta nuru katika maisha yake. Bwana Yesu atusaidie. Ndio maana akasema neno lako sasa nimeona thamani ya kukaa ndani yake. Nimeona hatua zangu zikibadilishwa na wewe. Nimeona hatua zangu zikiongozwa na wewe. Nimeona mwenendo wangu wa ndani ukibadilishwa kutoka hali ya dhambi kuingia katika hali ya utakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama mnaelewa, najaribu kufundisha. Amen. Bwana apewe sifa. Daudi hakukurupuka tunakusema neno lako. Maana yake alithibitisha lile neno likaleta matokeo. Ndio maana akasema ameapa kwa nafsi yake kuishika hukumu za haki za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Yesu ni mzuri. Amen. Ombe jirani yako, tafuta ufalme wa Mungu. Tafuta ufalme wa Mungu uliobeba hatima maisha yako. Amen. Kwa sababu ni mwaka wa kutembea na Kristo, tupate furaha tele, tupate nguvu tele, nuru yake tele, baraka tele. Ishi ndani ya nuru ili uweze kuwa mshindi. Haleluya. Amen. Isaya 45 tunaona Mungu anavyosema pia, mimi ninaumba nuru na kulihukumu giza. Mstari wa 7. 45 mstari wa 7 Isaya inasema. Amen. Mimi naiumba nuru. Mimi naiumba nini? Nuru. Maana yake unapomkubali Mungu anaiumba nuru yake ndani yako. Na analiondoa giza lililo ndani ya maisha yako. Maana giza na nuru havikai pamoja. Na ndio maana hata Mungu katika uumbaji, jua linaongoza mchana, mwezi linaongoza usiku. Kwa nini jua zisikae na mwezi pamoja? Maana yake alivyoviumba Mungu alikuwa anatoa kwa ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alitoa kwa nini? Kwa ufunuo. Na kulihukulu giza. Mimi nafanya suluhu na kuhulukulu ubaya. Mimi ni Bwana niyatendaye hayo yote. Mimi ni Bwana niyatendayo hayo. Haleluya. Tafuta haki ya Mungu. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza. Tutasoma baadhi ya mistari. Zakaria 7 mstari wa 8 na 10. Alafu tunaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza hadi 8 unaweza ukasoma, lakini kwa wakati wako utasoma mpaka 12. Kuna mambo ya msingi pale. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza hadi 12. Petro wa kwanza sura ya kwanza. Naanza mstari wa 2. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza hadi 12. Nasema maneno haya: basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki na usuda na masikizio yote. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu, ikiwa mmeonja kwa Bwana ni mwenye fadhili. Mwendeni yeye, jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule, kwa lenye heshima. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa muwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zinazokubalika na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa kuwa imeandikwa katika maandiko, tazama naweka katika Sayuni jiwe kuu la pembeni, teule lenye heshima, na kila amwaminie hata tayarika. Basi heshima hii ni kwenu ninyi mnaoamini. Bali kwa wasioamini, jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni, tena jiwe la kujikwaza mguu na mwamba wa kuangusha. Kwa maana hujikwaa kwa neno lile wasiliamini, nao waliwekwa kusudi wapate hayo. Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyowaita mtoke gizani mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu. Mliokuwa kupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Wapenzi, na wasi kama wapitaji na wasafiri,
Ziepukeni tamaa za mwili, zipigana nazo na roho. Mwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa, ili iwapo wasigizia kuwa watenda mabaya, watazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Amen. 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 Huo ni wasia wa Mtume Petro kwa kanisa, akitambua ya kwamba mtu aliyekaa ndani ya falme lazima atafute haki ya Mungu, lazima aishi kwa kumpendeza Mungu, lazima achague kuambatana na nuru na kujiepusha na dhambi na kila namna ya uovu, ili awe salama, roho yake isalimike, maisha yake ya sasa na ya baadaye yawe mikononi mwa Mungu. Haleluya. Maana safari hii ya kutafuta ufalme na kukaa ndani yake ni hatua, ni safari. Ina milima, ina mabonde, ina misitu, ina miiba, lakini kutambua, kujikana, kufuata ndio itakayo na kukua na mtazamo wa kufocus katika kile unachokitafuta, kama Paulo anaposema tafuteni yaliyo juu wala sio yaliyo chini, katika Wakolosai 3. Tusome Wakolosai 3. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Tafuteni yaliko Kristo. Tafuta maana yake ni kugeuza fikra zako. Wakolosai 3:1 na 2. Wakolosai 3:1 na 2 nasema. Amen. Anasema basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na nani? Na Kristo. Yatafuteni yaliyo juu. Yatafuteni maana yake kuna kutafuta yaliyo juu Kristo aliko. Kule Kristo aliko. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Na ameketi mkono wa kuume wa nani? Wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu. Yafikirini yaliyo juu. Sio yaliyo katika nchi. Kwa maana nilikufa na uhai wetu. Na kwa maana kwa tabia asili tulipopokea ufalme wa Mungu, tuliusulubisha mwili wa dhambi. Ndio maana Petro akasema kwa habari, akasema vizuri sana. Anasema jiepusheni na tamaa na uovu na hila. Kwa nini? Anasema kwa kuwa nanyi zamani tulikuwa watu wasio taifa, lakini kwa sababu tumeshachukuliwa na kuingizwa kwenye ufalme, tunakuwa sehemu ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa sababu tunakuwa sehemu ya ufalme, kuna baraka tunatakiwa tuilinde kwa gharama yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nidhamu lazima tuishi kama wanajeshi wa Yesu. Huwezi kumkuta kila mwanajeshi aliyevaa sare na aliyefundishwa vizuri akifanya tu vitu vya ajabu akiwa hasa kwenye sare. Maana yake nini? Kuna nidhamu anafundishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nidhamu lazima aishi kwayo, apende asi. Kuna sheria lazima aishi naye mchana na usiku. Kuna kanuni lazima atembee nazo. Kutembea, ndio maana akitembea kuna mwendo wake, akikaa kuna mwendo, kuna namna ya kukaa, akisimama kuna namna anasimama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana anasema kwa habari ya utakatifu, kwa habari ya haki, kwa habari ya kumtafuta Mungu, anasema iweni na bidii nyingi katika kutafuta haki. Anasema kwa kuwa ninyi mlikuwa mmenunuliwa, alafu mkawa nyumba ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hafungamani na uongo, hafungamani na dhambi, hafungamani na kutokusamehe, hafungamani na kila namna ya dhambi. Kwa Roho Mtakatifu unakuwa una mzima. Bwana Yesu atusaidie. Lakini unapoambatana na kweli, unapoambatana na utimilifu na ukamilifu, kuna namna Roho Mtakatifu anawishwa ndani yako na kuleta baraka za Mungu ndani yako, hata wewe bila kuomba hivi. Amen. Kwani ngapi umewahi kuomba alafu umepewa zaidi ya ile ulichotoa? Ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Inapoachiliwa ndani yako, anasema ashukuriwe Mungu Baba katika Kristo Yesu aliyetubariki kwa baraka zote za nini? Za rohoni katika Kristo Yesu. Kumbe tulishabarikiwa, tatizo ni sisi hatujakubali kukaa kwenye kanuni za ufalme. Hatujaishi kama wana ufalme. Tunajichanganya leo kwa shetani, kesho kwa Mungu. Tunakuwa vuguvugu, hatui moto wala baridi. Anasema nitakutema usiwe katika kinywa changu. Unataka hiyo? Hakuna anayetaka.
Bwana atupe kutambua maandiko. Ndio maana ya faida ya kutambua na kujitambua kama mwana mpotevu na kurudi. Kwa sababu kwa shetani haijalishi atakudanganya, hakuna nzuri kwa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna nzuri kwa nani? Kwa shetani. Mwisho wa shetani ni majuto isiyokuwa na toba. Mwisho wa shetani ni nini? Majuto isiyokuwa na nini? Na toba. Kwa hiyo ndio wakati wa kugeuka na kutafuta ufalme. Maana bado nafasi ipo. Bado nafasi ipo. Kwa hiyo anasema yatafuteni yaliyo juu wala sio yaliyo chini. Amen. Kutafuta maana yake kuna bidii. Kuna nini? Bidii. Mtu mwingine anaweza kusema nitaenda wapi nitafute. Ufalme wa Mungu uko kwenye imeshaandikwa kila kitu hapa. Kwa hiyo maana yake bidii yako ya kusoma neno, kutafakari neno, kuomba na kumsihi Roho Mtakatifu afunue. Bwana Yesu asifiwe. Akufunulie wapi unahitaji kubadilika. Wapi unahitaji mabadiliko. Alafu kisha jua sehemu unapohitaji mabadiliko, unachukua hatua, unamuomba Roho Mtakatifu akusaidie kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Maana kwa asili huwezi kubadilika mwenyewe. Ndio maana wanafunzi pamoja na kuwa na Yesu miaka 5, wakamwona wamefufuka, bado kuna wakati walirudi kwenda kuvua nini? Samaki. Yesu akawakuta huko kwenye samaki, akawaambia leteni tule. Yesu atusaidie. Kwa sababu bado walikuwa hawajapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Lakini walipopokea bado walirudi. Hawakurudi. Ndio maana nikasema omba. Kuomba kutambua nguvu wapi unahitaji nini? Mabadiliko. Ndio maana Petro akasema tubuni basi, mkarejee, mkapokee kipawa cha Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Malizia Wakolosai 3. Amini 1 na 2. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbukumbu la Torati Zakaria 7:8 na 10. Hatutamaliza somo ni refu, tutaendelea nalo katikati ya wiki. Amen. Amen. Maana ni somo refu. Amen. Zakaria 7:8 hadi 10. Nasema. Ndio. Kisha neno la Bwana likamjia Zakaria. Neno la Bwana likamjia mtumishi wa Mungu Zakaria kusema Bwana wa majeshi amesema hivi. Bwana wa majeshi amesema haya. Ya kwamba fanyeni hukumu za kweli. Tafuteni kufanya hukumu za kweli. Kila mtu amuonee ndugu yake rehema. Na kila mtu amwangalie jirani yake na ndugu yake amuonee nini? Rehema na huruma. Na huruma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hizo ni tabia za mwana wa Mungu. Kuwa na moyo wa huruma, kuwa na moyo wa utu wema, kuwa na moyo wa fadhili. Amen. Amen. Fadhili kwa mtu unayemwona anauhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na unapotenda hayo, maana yake unamkaribisha Mungu naye akutendee vivyo hivyo. Ndio maana anasema apandacho mtu ndicho atakacho vuna. Anasema kiasi kile mpimiacho watu ndicho mtakacho pimiwa. Ni kanuni. Ni kanuni. Kwa hiyo kuna kanuni lazima uzijue ikusaidie. Kuna mwingine anafunga kwenye kanuni tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna faida ya kuzingatia kanuni. Na Mungu anafanya kwa viwango vya utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Labda nikupe ushuhuda huku na mama mmoja alikutana naye Nigeria, alikuwa ni mjane, ana watoto karibu 4 na watu wanasoma shule. Mungu akaniambia nimpe 20,000 yako karibu tuseme 50-60 ya kwetu. Nilitii.
Kabla sijatoka kule mtu alinitumia zaidi ya kile nilichotoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisike kanuni ile Mungu anapokuambia kufanya, unapotii ile sauti. Ile hela ukitoa ile hela ni nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni hela nyingi. Alafu hela yao iko kwenye elfu, kwa hiyo ukitoa ni rundo hivi, mtu anafikiri 200,000. Maana wao wana 1,000 ndio hela kubwa. Sisi tuna 10,000. Kwa hiyo kama ni 10,000 maana yake unapanga 1000 ziwe ngapi? 10. Ifike 20 na kadhalika. Kwa hiyo kuna faida ya kumsikiliza Mungu na kutii kanuni. Kwa sababu anaposema anasubiri utii. Akulazimishi Mungu. Anasubiri nini? Utii. Ndio maana katika Zaburi kitabu cha Kumbukumbu la Torati 30 imekuwa ni wimbo wa mwaka huu kutukumbusha sana. Ndani ya kutii sauti ina baraka nyingi. 30:20. Anzia 14 mpaka 20. Kumbukumbu la Torati 14 nasema. Lakini neno li karibu na. Lakini neno hili ambalo Mungu anasema na mimi na wewe li karibu sana. Li katika kinywa chako. Kumbe liko wapi? Katika kinywa chako. Aliko huku. Liko wapi? Katika kinywa. Kinywani mwako. Na moyo wako. Na wapi? Moyoni mwako. Umeona liko karibu sana. Haliko mbinguni kwamba haliko hata kwenye Biblia huko karibu hivyo. Maana Biblia unaweza kusema nimeacha ofisini, nimeacha nyumbani. Anasema neno hili Mungu analokuagiza li karibu nawe sana. Liko katika kinywa chako na katika moyo wako. Upate kufanya nini? Upate kufanya. Angalia nimekuwekea leo mbele yako uzima na mema. Anasema mbele yako utakapotii nimekuwekea uzima na mema. Na mauti. Na mauti. Na mabaya usipofanya. Yesu atusaidie. Amen. Tunatamani mema na mazuri. Lakini inabidi tupokee utii. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Utii ndio ufunguo wa baraka. Baraka zimefungwa kwenye kanuni. Na imebebwa ufunguo wake ni nini? Utii. Kwa hivi ni kuagizavyo leo. Kwa hivi ni kuagizavyo leo. Kumpenda Bwana Mungu wako. Kumpenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Kwa nguvu zako zote. Kwa akili zako zote. Na mali zako zote. Kuenenda katika njia zake. Na kuenenda katika njia, kumbe kuna njia za Mungu. Amen. Na kushika maagizo yake. Na kushika maagizo yake. Na amri zake. Na hukumu zake. Umesikia? Ameweka vizuri. Amri zake, hukumu zake, sheria zake. Upate kuwa hai na kuongezeka. Hallelujah. Upate kuwa hai kiroho.